Rais wa Marekani Donald Trump amewasili mjini Beijing hii leo kwa ziara kubwa ya kidiplomasia inayofuatiliwa kwa karibu duniani kote, huku akipokelewa rasmi na makamu wa rais wa China Han Zheng badala ya rais wa China Xi Jinping, jambo lililozua mjadala mkubwa kuhusu ishara ya kisiasa inayotumwa na Beijing wakati ambapo mahusiano kati ya Marekani na China yanaendelea kuwa na mvutano mkubwa. Ingawa serikali ya China iliandaa mapokezi yenye hadhi ya kitaifa kwa Trump, ikiwemo gwaride la heshima ya kijeshi, mapokezi rasmi ya serikali pamoja na ratiba ya mazungumzo ya ngazi ya juu kati ya viongozi wa mataifa hayo mawili makubwa duniani, kutokuwepo kwa Xi katika uwanja wa ndege kulionekana na wachambuzi wengi kama ujumbe wa kidiplomasia wenye uzito mkubwa. Katika siasa za kimataifa, namna kiongozi anavyompokea mgeni wa taifa mara nyingi huashiria kiwango cha ukaribu au mvutano wa uhusiano kati ya nchi husika. Ziara hiyo ya Trump inafanyika wakati ambapo Washington na Beijing zimekuwa zikikabiliana katika masuala mengi nyeti yanayohusu biashara, teknolojia, usalama wa kikanda, ushindani wa kijeshi katika eneo la Indo-Pacific, pamoja na mvutano kwa Taiwan na ushawishi wa kimataifa. Kwa miezi iliyopita, viongozi wa Marekani walikuwa wakiongeza shinikizo dhidi ya China kuhusu sera zake za biashara na matumizi ya teknolojia za kisasa, huku China nayo ikishtuma Marekani kwa kujaribu kuzuia ukuaji wake wa kiuchumi na kisiasa duniani. Wachambuzi wa diplomasia wanaamini kuwa hatua ya Xi Jinping kutokwenda binafsi kumpokea Trump inaweza kuwa njia ya kuonyesha kuwa China haitaki kuonekana kama upande unaojinyenyekeza mbele ya Marekani wakati wa mvutano huu mkubwa. Hata hivyo, wengine wanaona kuwa Beijing bado inataka kuonyesha heshima kwa Trump kupitia mapokezi rasmi ya kiwango cha juu ili kuhakikisha kuwa mazungumzo muhimu kati ya nchi hizo mbili yanaendelea bila kuvunjika kabisa. Tofauti hiyo imeonekana wazi zaidi baada ya watu wengi kukumbuka jinsi Xi Jinping alivyompokea aliyekuwa rais wa Iran Ibrahim Raisi wakati wa ziara yake ya kiserikali nchini China mwaka 2023. Katika ziara hiyo, Xi Jinping mwenyewe alimkaribisha rais kwa sherehe kamili za kitaifa, na viongozi hao wawili walifanya mazungumzo ya karibu yaliyosisitiza kuimarishwa kwa ushirikiano wa kimkakati kati ya China na Iran. Mataifa hayo pia yalitia saini mikataba kadhaa ya ushirikiano katika sekta za biashara, nishati, miundombinu na usalama. Wakati huo, China na Irani zilionyesha wazi kuwa zina nia ya kuimarisha ushirikiano wao kama sehemu ya juhudi za kupunguza ushawishi wa Marekani katika eneo la Mashariki ya Kati na maeneo mengine duniani. Xi Jinping alielezea Irani kama mshirika mkuu wa kimkakati, huku Tehran nayo ikiona Beijing kama moja mataifa yenye nguvu yanayoweza kusaidia kukabiliana na vikwazo vya Magharibi. Sasa tofauti ya namna viongozi hawa wawili walivyopokewa imeendelea kuzua mjadala mkubwa kwenye vyombo vya habari vya kimataifa na mitandao ya kijamii. Baadhi ya wachambuzi wanaamini kuwa China inajaribu kuonyesha kuwa mahusiano yake na Irani yana msingi wa kuaminiana zaidi kisiasa kwa sasa kuliko mahusiano yake na Marekani ambayo yamekuwa yakikumbwa na mashindano makali ya kiuchumi na kijeshi. Pamoja na hali hiyo, ziara ya Trump nchini China bado inaonekana kuwa muhimu sana kwa uchumi wa dunia na siasa za kimataifa. Viongozi wa Marekani na China wanatarajiwa kujadili masuala mazito yanayohusu biashara ya kimataifa, ushindani wa teknolojia ya akili bandia, usalama wa bahari ya kusini ya China, hali ya Taiwan, pamoja na migogoro ya Mashariki ya Kati inayozidi kuathiri uchumi wa dunia kutokana na kupanda kwa bei za mafuta na taharuki ya usafirishaji wa bidhaa duniani. Maafisa kutoka pande zote mbili wameonyesha matumaini kuwa mazungumzo hayo yanaweza kusaidia kupunguza mvutano uliopo kati ya mataifa hayo mawili yenye nguvu kubwa duniani. Ingawa wachambuzi wengi wanaamini kuwa tofauti kubwa za kisiasa na kimkakati kati ya Washington na Beijing bado zitaendelea kwa muda mrefu. Ili kuwa mwanafamilia bora wa Global TV, usisahau kusubscribe, like, kushare na kucomment. Baada ya kusubscribe, bonyeza alama ya kengele ili kupata taarifa kwa kila video inayopanda Global TV Online.